Ya salamu, moja kwa 700. Halafu yeye tena mtu mwingine anazidishiwa, hata hujui kazidishiwa kiasi gani. Huko ndiko kutoa kwa ajili ya Allah, kwenye njia ya Allah. Kuna faida za namna hiyo. Huyo mtu afilisiki huyo. Mwisho Allah akamalizia hivi aya hii ikasema, wallahu wasi'un, na Allah ni mkunjufu sana wa vitu vyake, ana nafasi kubwa sana ya mambo yake. Halafu alim, anawajua sana waja wake. Ndio maana ukaona mwingine ameweza kumzidishia hivyo, anawajua. Pale tukitoa wote mbele ya macho ya watu tunaonekana tuko sawa, huyu ametoa na huyu ametoa, kumbe ndani tulivyo tumepishana sana, tumepishana kweli kweli. Mmoja ametoa 10,000 na mwingine ametoa milioni. Pengine usishangae aliyetoa 10,000 akaja akapewa zaidi. Kwa nini? Allah anamjua alivyo na anamjua yule alivyo. Aliyetoa milioni kwa kipindi kile ni kama ametoa hela ya kununua karanga tu, sawa? Huyu aliyetoa 10,000 hapa ameliangalia jambo linavyohitaji, na yeye ana matatizo kweli, akaitoa 10,000. Yeye sio kununua karanga, sio hela ya kununua karanga, ilikuwa ni hela ya mambo makubwa nyumbani kwake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mpana mno, ana mambo wasaa mkubwa na anawajua vizuri waja wake. Umuhimu wa kutoa. Sikiliza mfano unaendelea. Ili kutoa huko kuwe na malipo hayo yaliyotajwa namna hiyo, sikiliza ujumbe unaofuata kwenye mtiririko huo. Alladhina yunfiquna amwalahum, wale ambao watakuwa ni wenye kutoa mali zao, fi sabilillahi, katika njia ya Allah, thumma la yutbi'una, kisha wakawa hawakufuatishia, ma anfaqu, vile walivyovitoa, mannan, hawakufuatishia nini? Masimango. Lugha ya watu wengine wa pwani wanasema masimbulizi. Kusimbulia, sio kusumbulia, kusimbulia. Lugha nzito kidogo kwa huku kwetu, huku tuliko ni kusimanga, lugha nyepesi. Wakawa hawakufuatishia masimango, wametoa halafu vile vitu vikaenda vizuri kimya, maisha yanakwenda baridi, hayana masimbulizi, hayana masimango. Masimango yanakujaje kwenye kutoa? Yanakuja kama hivi. Ulikuja mjini ukanikuta mimi mwenyeji, wewe sio mwenyeji, ukawa na shida zako nyingi, ikawa mara kwa mara unaniona, na mimi Mungu amenikunjulia nikawa nakupa. Mungu epushie mbali nisiwe hivyo, semeni amina bwana. Ni mfano ukae vizuri, wala wewe sio uliyekuja na shida, sawa sawa, eh? Ukija mimi nakusaidia, alafu siku moja imetokea labda nimekusemesha kitu kiubinadamu, ukaniambia leo sina muda kidogo, nimetingwa. Wewe unaweza kuniambia mimi una muda? Wewe si ndio ninakufanya unaishi mjini wewe? Wewe si ulikuja wewe hapa? Hayo ndio masimango baada ya yale kwa nimetoa. Umeelewa, eh? Yaani umeshakuwa ni mtumwa, usikose, yaani usipate cha kusema kwangu, unisikilize tu. Uwe huru, sawa, eh? Maisha yaendelee kama kawaida. Ikiwa nimekwambia jambo, bwana au bibi, nani bwana bibi, kuna jambo fulani leo nyumbani, mje kuna nini kushirika, ukatoa udhuru, unajua tu kule nyumbani na sisi tumepata shida hii na hii, nitashindwa kuja. Wewe kuniambia mimi maneno hayo, utashindwa kuja wewe? Wewe si ndio mnakufanya mimi unaishi mjini? Nimefuta yote ile niliotoa ile. Nimepiga mfano kwangu na kwako ili uwe hadhiri ule mfano, sawa? Mimi mara nyingi mfano napigia mtu watatu, lakini nimeupigia hivi direct ili uwe hadhiri kwamba ananiambia hivi, mimi ndio ananifanya mimi naishi mjini, ni yeye. Subhanallah, sio ushirikina huo. Ananifanya niishi mjini mimi ni Mungu bwana. Yeye ni sababu tu, si ndio hivyo? Lakini ndio ameshakusimanga, ameshakuvuruga, amefanya maisha yako yanapata tabu. Sasa unapata hisia mbaya, watu wote wamejua kama wewe unasaidiwa na yeye.
hiyo inafuta vitu vyote vile vilivyopita kule. Sharti unapotoa yasifuatishe masimango kwenye kile ambacho umekitoa. Alladhina yunfiquna amwalahum, wale ambao watatoa mali zao fi sabili llahi, katika njia ya Allah. Thumma la yutbiuna, kisha wakawa hawakufuatishia masimango, hawakufuatishia ma anfaqu, kile walichokitoa, mannan ndio masimango, wala adha, wala kero lolote, maudhi. Yani unapotoa usimfanye uliyempa akaudhika kwa sababu ya kile ulichompa. Usimuudhi, usimfanye akawa duni. Duni, si unajua duni? Chini. Yani usimfanye akawa chini. Kuna masimango mengine mtu asemi, unajua anafanyaje? Ngoja mtizame hiyo. Nataka kukusaidia, lakini pana watu ile hela naitoa kwanza ionekane yote, alafu nakupa nimeishika huku mwisho ionekane. Manake wewe unayepewa pale unakuwa duni kidogo, ndivyo sivyo? Lakini kama ulikuja hata nilichokitoa hakijulikani, na wewe uliyepokea mwenyewe pia hujui, pale kama vile tumesalimiana tu umeondoka pale, huoni kama utakuwa una raha ndani ya nafsi. Watu hawajui hata kilichofanyika, ndivyo sivyo? Lakini umekuja nikakuuliza maswali kwanza, kuna nini kwani? Kuna shida gani? Bwana unajua kuna sasa unakuja saa hizi bwana, si ungenifuata? Natoa sasa. Nimekudunisha, yani nimekushusha. Ni maudhi haya kwenye kutoa. Haya yanafuta hii sadaka. Thamani ile ya ambatat 7 sanabila, ile kuotesha, imeotesha mashuke 7, fi kulli sumbulatin 100 habba, katika kila shuke kuna punje 100. Ile zinafutika zile kwa maudhi. Tuko vizuri? Imekaa sawa? Kwa hiyo wale wenye kutoa, thumma la yutbiuna, wakawa hawakufuatishia ma anfaqu, kile walichokitoa, mannan, kufuatishia masimango, wala adha, wala maudhi, hawakufanya hivyo. Lahum ajruhum, hao ndio watapata malipo yao, inda rabbihim, mbele ya Bwana wao. Maanake wakifuatishia masimango hakuna malipo. Hawakufuatishia masimango na maudhi, lahum ajruhum inda rabbihim, watapata malipo yao mbele ya Bwana wao. Malipo yako tayari, yamekushawekwa huko. Subhanallah. Alafu aya imeweka utamu, umetoa, hakuna masimango, hakuna maudhi, malipo yapo tayari huko, yapo tayari, malipo yao yako mbele ya Bwana wao. Allah, unaambiwa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, asife mmoja wenu ila anamdhania Allah vizuri. Mungu amekwisha mwekea malipo. Ndivyo tunavyotakiwa tumdhania Allah hivyo. Usiseme sijui nitakuta, sijui itapokewa. Wewe muombe Allah tu akupokee. Usifanye nini ukasema mimi nimetoa nitapata tu. Usifanye hivyo, sio kibri. Kwa nini usifanye hivyo? Msikilize Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim aliambiwa jenga al-Kaaba, akajenga. Kama ni kazi, si ameshatekeleza? Ndivyo sivyo? Agizo, jenga al-Kaaba, hapa ameshajenga, kazi imekwisha. Lakini angalia alivyo na adabu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Rabbi, tupokee hii kazi uliotutuma. Hii kazi uliotutuma tumekwisha ifanya, tupokee. Hakika wewe ni mwenye kusikia na unatujua mapungufu yetu, tupokee. Sawa sawa? Umeambiwa swali swala 5, umekwisha tekeleza. Sio ukishatekeleza basi sisha swali bwana, sasa nakwenda kutafuta riziki bwana. Kwanza hebu ya Rabbi a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Mungu nisaidie niweze kufanya nini? Kukukumbuka na kukutaja. Unisaidie niweze kukushukuru. Unisaidie niweze kuabudu vizuri. Si ndio hivyo?
Haya, fanya subhanallah, unamaliza, unatoka nje ya msikiti. Kama ni msikiti unasema Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Rabbi, naomba fadhila zako huko nje huko. Allah anakwambia fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah, tokeni, tawanyikeni katika ardhi, mtafute hizo fadhila zake Allah, halafu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mumkumbuke Allah sana, mumtaje ili mfaulu. Tuwe hivyo. Imekaa vizuri? Lakini nilichokuwa napenda kusisitiza hapa, umetoa huko simanga, huko udhi, Mungu mwenyewe anakuambia malipo yako tayari huko. Lahum ajruhum inda rabbihim, ni ya kwao, malipo yao yako tayari mbele ya Allah bwana wao. Kingine anachokitolea maelezo mazuri Allah anasema hivi, wala khawfun alaihim, wala hakuna sababu za woga juu yao kwa maisha yao haya, kwa sababu eti wametoa. Eti kule kutoa kwenu, lakini pesa yangu ndo nishaitoa. Wala naqsa sadaqatan min mal, ushaambiwa na Mtume, mali haipunguzi sadaka. Kwa hiyo la khawfun alaihim, hakuna sababu za uoga kwa hiki walichotumia. Ukitoa Mungu analeta kingine, ndivyo sivyo? Hamna sababu za uoga kwa yale walioyaacha duniani huku, hakuna sababu. Umefanya vizuri, hata ukiacha watoto wako huku, Mungu anawalea, anawalinda kwa sababu ya kuwa we mtu mwema, ndivyo sivyo? Wala hum yahzanun, wala hawatohuzunika siku akifika kwa Allah, watafanywa wewe wazuri. Hakuna huzuni huko wanakokwenda, hakuna woga huku, hakuna huzuni wanakokwenda. Cha msingi, ukitoa usikere, yaani kama vile kwa lugha ya kisawasawa, kuwa na adabu pale unapokuwa umetoa mali yako. Kuwa na adabu kwa Allah, umeniagiza ya Rabbi, nimekwisha fanya. Kuwa na heshima kubwa hata kwa yule uliyempa, kwa kuchunga mipaka ile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko vizuri? Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, ndivyo ndipo tulipoishia. Haya, sikiliza, qaulun ma'rufun, kwani kwa kawaida kauli njema, wa maghfiratun, na kusamehe. Hivi vitu viwili vikiwa vipo katika maisha yetu ya kawaida, wakati fulani huna, wakati fulani umemsaidia mtu, yeye ndo ametatizika, sio kwamba unataka ulipwe. Kauli njema kati yako wewe na mwenzio, ndani ya kusaidiana kwenu kila siku, na misamaha ya kusameheana kati yenu kwenye maisha, khairun, hivi vitu ni bora, min sadaqatin yatba'uha adha, kuliko sadaka ambayo itafuatia maudhi. Si nimekupigia mfano hai nikakwambia hivi kwamba baada ya kuwa nimekusaidia, yani nataka nikufanye kama mtumwa hivi, huna nafasi ya wewe kujitetea ukiwa na jambo, si ndio? Kumbe ilikuwa unatakiwa uwe mtu huru na mambo yako. Hata mimi nikiwa nina jambo fulani, wewe umeshindwa kushiriki kwenye jambo langu, mimi nakusamehe kiubinadamu, ndo mambo ya kawaida, si ndio? Hii misamaha na kauli njema kati ya mimi na wewe kwenye kusaidiana kwetu, hivi vitu ni bora kuliko sadaka itakayofuatisha maudhi. Umetoa mamilioni lakini umeudhi, hamna kitu. Lakini kauli njema kati ya mimi na wewe ina malipo mbele ya Allah. Khairun min sadaqatin yatba'uha adha, ni bora kuliko sadaka ambayo itafuatishia nini? Itafuatia maudhi. Imekaa vizuri? Tuwe na kauli njema kila wakati, hasa tunaposaidiana. Tuwe wenye kusameheana baada ya kuwa tumekusha saidiana. Usimfanye mtu mtumwa. Sijui naeleweka? Naeleweka? Wow. Kwa nini usimfanye mtu mtumwa na uwe na kauli nzuri? Wallahu ghaniyun, Allah tajiri. Kama alikupa wewe ukatoa msaada, hata kunyang'anya wewe siku moja atamleta mwingine tu. Allah akimpenda mja anamtuma. Kama wewe hutaki kutumwa, si atatumwa mwingine, ama sivyo? Imekaa vizuri?
Amekupenda ndio maana amekutuma wewe ufanye. Ukiwa mwenyewe hutaki kupendwa, ukaleta ujuaji, Allah tajiri, vitu vyake atamtuma mwingine afanye, atamchagua mwingine, fanya wewe. Sawa sawa. Umekosa wewe fursa ile bure. Halafu ghaniyun halim, mpole. Mpole vipi? Ilikuwa anaweza kumwadhibu mtu pale pale alipoleta jeuri, lakini bado akamwachia ampe fursa ya kuja kutubu. Tuko pamoja?